Hujambo, mimi ni Wilberforce Ngoto na hii ni Force News. Tuna taarifa ya wanasheria maarufu Tito Elia Magoti na Bob Chacha Wangwe wamefungua mashtaka dhidi ya serikali ya Tanzania na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC katika mahakama ya Afrika Mashariki EACJ, wakidai kuwa uchaguzi uliofanyika Oktoba 29 hadi Novemba mosi 2025 ulikuwa kinyume cha misingi ya sheria, kanuni za uchaguzi na misingi ya demokrasia. Kesi hiyo imesajiliwa kama kesi namba 59 mkwaju 2025. Katika hati yao ya madai, wawili hao wanasema mchakato mzima wa uchaguzi uliendeshwa kwa hadaa na uvunjifu wa wazi wa mkataba na uanzishwaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwamba matukio yaliyojitokeza kabla, wakati na baada ya uchaguzi yalikiuka haki za binadamu, uwazi na viwango vya kimataifa vya uchaguzi. Msingi wa madai, Magoti na Wangwe wamejenga hoja zao kwa kutaja vipengele maalum vya mkataba wa EAC ikiwemo kifungu cha 6(d) wakidai kuwa uchaguzi huo haukuheshimu misingi ya utawala bora, demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria. Kifungu cha 7(2) wakisema mamlaka zilishindwa kuzingatia uwazi, uadilifu na kuheshimu haki za kisiasa. Kifungu cha 8(1)(c) wakibainisha kuwa usimamizi wa uchaguzi ulidhoofisha demokrasia na kuhatarisha utekelezaji wa mkataba wa EAC. Maombi kwa mahakama ya EACJ. Katika shauri hilo, wanasheria hao wanaiomba mahakama kutoa maamuzi makubwa dhidi ya serikali ya Tanzania, ikiwemo tamko kwamba vitendo vyote vilivyohusiana na uchaguzi huo vilikiuka mkataba wa EAC na viwango vya uchaguzi wa kidemokrasia. Kauli rasmi kuwa uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 na Novemba mosi 2025 si halali na ni batili kwa misingi ya kisheria. Agizo la kuitishwa uchaguzi mpya utakaosimamiwa kwa kuzingatia ukamilifu kanuni za uchaguzi za EAC na SADC. Uchaguzi mpya usimamiwe kwa ufuatiliaji wa kikanda bila upendeleo wa aina yoyote, kufanyika kwa uchaguzi huru, kuhusu ukiukwaji wote wa uchaguzi na kuwawajibisha waliohusika, serikali kulipa fidia, gharama na malipo ya madhara kwa waathirika wa matukio ya uchaguzi huo, serikali kuhakikisha urejeshaji wa afya, msaada wa kisaikolojia na kijamii kwa manusura, serikali kutoa msamaha wa hadharani kwa waathirika na familia zao, kuundwa kwa mfumo mpya wa kisheria na kiutawala ili kuzuia matukio kama hayo kutokea tena. Athari za uchaguzi na muktadha wa kesi. Katika maelezo yao kwa mahakama, Magoti na Wangwe wanasema matukio ya vurugu, mauaji, hofu na mateso yaliripotiwa wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 ilikuwa kinyume na misingi ya demokrasia na ameacha doa kwa taifa. Wanasema ni wajibu wa mahakama kuhakikisha haki na hadhi ya wananchi inarejeshwa. Kesi hiyo imewasilishwa kwa niaba ya waathirika mbalimbali na inafadhiliwa na mashirika yaliyopo ndani na nje ya bara ikiwemo Pan African Lawyers, Ubuntu Africa Law Group na Civic Space Network Africa. Mahakama ya Afrika Mashariki inatarajiwa kutangaza tarehe ya kusikilizwa kwa shauri hilo katika kikao chake kijacho. Jina langu ni Wilberforce Ngoto. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kutokea Instagram, YouTube, Facebook, Truth Social pamoja na X kwa anwani ya Force News TZ. Kwa heri kwa sasa.